fursa hii kumpongeza mwenyekiti wa serikali ya mtaa na viongozi wake, kwa maana wasaidizi wake, wajumbe wake wa serikali ya mtaa na wananchi wa eneo hili. Kwanza wamefanya kazi kubwa ya kuhakikisha wanaanzisha ujenzi huu wa culvert kama ambavyo linaonekana hapo. Hii ni kazi kubwa na ni kazi ambayo viongozi hawa na wananchi wanapaswa kupongezwa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza sana kwa ujumla wao, kwa maana ya viongozi na wananchi kwa ushirikiano na mashirikiano makubwa ambayo wameonyesha na ya kutengeneza maeneo ambayo watoto wetu, wananchi wetu, mama zetu, dada zetu tunapita. Lakini jana nilipokea simu ya mwenyekiti wa mtaa akinieleza kuhusiana na ujenzi huu, na mimi nikazungumza na mbunge, na leo tumefika maeneo haya, na panapo majaliwa basi kila mtu atachanga kwa uwezo wake ambao tumejaliwa. Kwa kuanzia tutaanza na kokoto lori 2, ambazo lori 2 ina thamani kama ya 400, na fedha hizi sio za halmashauri, fedha hizi ni zinatoka kwenye mifuko yetu. Unaona? Kwa sisi tutachangia kidogo kidogo, kwanza tutaanza hapo, lakini maji haya kama ambavyo umeona, maji haya yanatoka sokoni. Kwa hiyo Jumatatu nitamuelekeza meneja wa soko afike hapa pamoja na viongozi wa soko, tuje hapa tuendeleze mashirikiano, kwa sababu kivuko hiki hapa kusingejengwa kama maji yasingekuwa yanatoka sokoni. Maji yanatoka sokoni na sasa tumeona ni vema kukajenga. Kwa hiyo lazima tushirikiane na watu wa soko kuhakikisha kivuko hiki kinatengenezwa vizuri, ili yale maji yanapata njia ya kupita ya kuelekea kwenye mfereji, na wananchi na watoto wetu. Hii njia unaiona watoto wanapita kwenda mashuleni, kwa hiyo na mvua hizi zinakuja ili waweze kupita vizuri. Jumatatu saa 4 mimi diwani nitaambatana na meneja wa soko kuja katika maeneo haya kuja kumuonyesha. Kwanza lazima tujue meneja wa soko ni mgeni, yawezekana toka amefika hajawahi kuja huku. Kwa hiyo lazima tunimuite aje aone mazingira haya, alafu sisi kama viongozi tutajadiliana kwa pamoja tuone tunaendeleaje kutatua eneo hili ili maji yaweze kusafiri. Asante sana mheshimiwa.